tumekubaliana kwa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tutakwenda kuchagua Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia Suluhu Hassan ndio anayefadhili masomo ya vyuo ambapo sisi tunasoma. Kweli si kweli? Na leo tumesikia hapa amefadhili mpaka masomo ya kule wenzetu wanasoma hapa ufundi mabomba na ufundi umeme kwa sababu Samia ametoa fedha. Kweli si kweli? Dr. Samia ni kiongozi ambaye ameprove kwamba anatupenda vijana kwa vitendo. Kwa hiyo mimi nimekuja kuambieni ikifika Oktoba tuendelee vijana kwa wingi tukamchague Samia Suluhu Hassan ili aendelee kutupa maendeleo haya ambayo anazidi kutupa. Dr. Samia hajaishia tu kufadhili masomo na kujenga miundombinu. Sisi ndio wasomi wa nchi hii. Nchi inaongozwa na wasomi. Tushiriki katika shughuli mbalimbali ili tuendelee kujifunza kuwa viongozi wa baadaye. Tushiriki kwenye shughuli mbalimbali ili tuendelee kuona viongozi waliopo sasa wanafanya kipi, ili siku wao wanapozeeka na kuondoka kwenye nafasi zao, sisi tuliokaa hapa leo katika viongozi kutoka miongoni mwetu, tusiposhiriki kwenye shughuli ambazo tunashirikishwa, tutabaki vijana wa kukaa nyumbani na kulalamika kwa sababu hatutajua serikali inafanya nini. Vijana sisi ndio wenye jukumu la kutoa elimu kwa wenzetu ambao hawafahamu chama kinafanya nini. Chama cha Mapinduzi kimejenga madarasa, Chama cha Mapinduzi kimeleta maji, Chama cha Mapinduzi kimeleta umeme, Chama cha Mapinduzi kinatoa mpaka kozi bure. Nipende kushukuru Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Seneti, mwaka huu miongoni mwa vyuo 52 ambavyo tumetoa ufadhili wa wanafunzi kusomeshwa bila ada kwa kozi, baadhi ya kozi zinakadiriwa mpaka kozi 2 ni chuo cha maendeleo ya jamii. Tupigie makofi Daktari Samia. Ni wiki mbili kadhaa nyuma, chuo cha maendeleo ya jamii kimepokea takriban wanafunzi zaidi ya 180 ambao kwenye kozi ya ufundi bomba na ufundi umeme, ambao kozi hizo zimefadhiliwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Na mimi nikiwa miongoni, nina baadhi ya wanafunzi na wadogo zangu takriban 4 wameshaingia na wanaanza mafunzo hapa. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kushukuru Daktari Samia kwa kutoa ufadhili huu. Kuelekea uchaguzi mkuu 2025 mwezi Oktoba, utaibuka visa vya wanasiasa mbalimbali kutaka kutufarakanisha wasomi na serikali kwa kuleta taarifa zilizopotoka na kutengeneza hoja zisizo sahihi kwa malengo ya kuchukua attention ya public. Niwaombeni vijana na kuwahusia, sisi ndio wasomi wenye dhamana na tuna akili ya utambuzi ya kujua lipi na lipi serikali yetu imefanya na lipi serikali yetu haijafanya. Tusiingie katika huo mkumbo. Hizo hoja tunazijibu kwa hoja. Watu tunatie moyo kwamba vijana tunao umuhimu mkubwa sana kujitokeza kwenye mikutano ya matawi kama hii, lakini pia mikutano wa CCM, kwa sababu tutaenda kujifunza na kuelewa